Promova TV, a home of testimonies. Nianze kwa kusema jina langu naitwa James Nko na niko kwenye huduma hii, huduma ya watoto, huduma ya neno kwa mtoto, na ninashukuru Mungu kwa fursa hii ambayo nilipata katika zama hizi. Nasema zama hizi kwa sababu baada ya kumaliza kazi miaka 65 kwa ile kazi nilokuwa nafanya, basi Mungu kaniweka katika huduma hii. Wako wengine wanasema ukishakuwa mzee sasa ndio kamtumikie Mungu upate jinsi ya kuishi. Hapana, hii hainipi. Bwana Yesu asifiwe. Hapana, ni kitu ambacho kilikuwa moyoni miaka mingi tu. Nimekuwa naipenda kazi ya mtoto na ninaifurahia hii kazi. Ni nzuri na nitia nguvu, imeniongezea na maisha. Hebu kabla sijaanza kwa mada ya leo, tumombe Mungu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa nafasi hii Bwana. Asante kwa neema yako, asante kwa Roho Mtakatifu, asante kwa uzima, asante kwa afya katika jina la Yesu. Asante kwa kanisa lako Bwana na watumishi wako kwa jina la Yesu Kristo. Tunayo nafasi sasa ya kutafakari maneno yako. Karibu Baba yetu, sema nasi sasa katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu unakaribishwa. Tunakupenda katika jina la Yesu Kristo. Karibu Baba yetu, tufunulie yaliyo magumu na ambayo hatuyafahamu kwa jina la Yesu Kristo. Bariki kila anayesikiliza, kila anayetazama kwa utukufu wa jina lako. Muinue, mpe hatua zaidi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tunayo nafasi ya kutafakari kumhusu Roho Mtakatifu, na hebu tusome katika Yohana 14 na mstari wa 26. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Bwana Yesu asifiwe. Tunamzungumza juu ya msaidizi atakayetusaidia. Na sisi tunapohudumu au tunapowahudumia watoto walioko katika mazingira magumu ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Ni mazingira magumu ya rohoni yanajidhihirisha katika mwili kwa tabia wanazozionyesha. Bwana Yesu asifiwe. Unaye watoto wa aina nyingi ambao wako katika hizi hali za mazingira magumu ya rohoni, na wengine wamefikia mahali wamekata tamaa, hawajui cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Ni rahisi tu kujua ni kwa nini. Ni mazingira magumu ya rohoni. Haleluya. Hakuna nguvu itakayoweza kuwasaidia hawa watoto. Jaribu hivi, jaribu jinsi utakavyoweza, hautaweza. Lakini yupo msaidizi ambaye Yesu Kristo alimwahidi, akasema kwamba sitawaacha peke yenu. Katumia usemi mwingine, sitawaacha yatima. Asante sana. Nitakuja kwenu. Manake Yesu akiwepo ni kama tuko na baba yetu na mama yetu, wazazi wetu wapo, sio yatima. Haleluya. Na Roho Mtakatifu huyu hana kipimo kwamba anaweza kukusaidia kisehemu kidogo tu kingine akaacha. Hapana, ni wa kukusaidia katika maeneo yote. Wewe ni mtu wa Mungu, ni mtoto wa Mungu, umemgeukia, basi unao msaada kwa ajili ya kila changamoto utakayoweza kukutana nayo. Sasa Roho Mtakatifu anamsaidiaje mtu au watu au kikundi cha watu ambacho kina changamoto ya mtoto wa mazingira magumu ya rohoni? Haleluya. Yule mtoto ambaye, mvulana ambaye ametupwa kwa sababu madawa ya kulevya ndio yanayomsumbua,
Je, Roho Mtakatifu anaweza akahusika katika eneo hili? Ndio. Kwa ndio kubwa tunasema kwamba Roho Mtakatifu atamsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Ni bahati mbaya kanisa halijamwachia nafasi ya kutosha Roho Mtakatifu aweze kuhudumia. Na hii ni kazi ya Mungu, na yenyewe kama kazi ya Mungu inamhitaji Mungu kuifanya. Tukijaribu kufanya sisi kwa nguvu zetu, tutaona jinsi ambavyo tutashindwa kabisa. Hatutaweza kabisa, kwa sababu hii ni kazi ya rohoni, na yuko adui ambaye anapambana na hii kazi, maana ni ya Mungu. Yeye ni adui wa Mungu. Tangu pale mwanzo amejidhihirisha jinsi ambavyo alileta uadui kati ya mwanadamu na Mungu kwa kumfanya mwanadamu amwasi Mungu. Na kwa hiyo mpaka leo anaendelea, na amekusudia kabisa kwamba aiharibu kabisa kazi ya Mungu katika maisha yako. Sasa ni wewe uchukue tahadhari, na tahadhari yenyewe ni hiyo, kujaa Roho Mtakatifu na kumtumia. Haleluya. Yeye ndio mtendaji mkuu, na sisi tupo tu tunashirikiana na yeye. Tunachopaswa kufanya sisi ni kumpa mkono wa shirika. Kila mmoja ampatie Roho Mtakatifu mkono wa shirika ili aweze kuyatimiza yale makusudi ambayo Mungu anataka yatimizwe. Haleluya. Amen. Anatusaidia udhaifu wetu mahali pengine. Kwa mfano Warumi sura ya 8 mstari wa 26 na 27 anasema hatujui kuomba ipasavyo. Bwana Yesu asifiwe. Hatujui hata kuomba ipasavyo. Na kama ni Wakristo tunamuomba Mungu mara kwa mara, tunahitaji kumuomba Mungu mara kwa mara atutoe katika changamoto tulizo nazo. Tunapaswa tujue jinsi ya kumuomba. Bwana Yesu asifiwe. Warumi 8:26. Kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Sijui ili wewe Mkristo umewahi kujifikiria ukajua kabisa jinsi ya kuomba katika kila eneo. Yamkini ndio sababu unakuta watu wanajaribu kuomba uponyaji hawapati. Kwa nini? Hawajui kuombea uponyaji ipasavyo. Roho Mtakatifu yeye anaweza akakuombea ipasavyo. Hayatujui kuomba ipasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na 27, na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Chukulia kama kwa mfano kwenda kumuona rais au mkuu fulani. Kuna taratibu zinazotakiwa, wanaita itifaki, izingatiwe. Labda huijui hiyo itifaki, kwa hiyo hutatimiza lile kusudi ambalo unatamani kulitimiza katika changamoto hiyo ambayo imekufanya uende kwa huyo mkuu. Sasa na kwa Mungu hivyo hivyo tunahitaji kumomba jinsi inavyopasa katika eneo linalopasa. Bwana Yesu asifiwe. Hatujui kumomba jinsi ipasavyo kuhusu watoto wetu ambao wako katika changamoto. Watoto wetu wa kiume ambao wametekwa, wako katika ushoga, wako katika madawa kulevya, wako katika uchawi na ushirikina. Hatujui jinsi ya kumwomba Mungu katika eneo hilo. Lakini Roho Mtakatifu ukiwa naye, Biblia inatuambia yeye hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Sisi pale ambapo swala lile hatukujua jinsi ya kulipeleka kwa Mungu, yeye Roho Mtakatifu anajua itifaki inayotakiwa katika kulishughulikia hilo swala. Kwa hiyo usipoteze muda zaidi, mtu wa Mungu, kuwa na maneno mengi sijui na vitu vingi na nini. Hapana, mpe nafasi Roho Mtakatifu akusaidie katika eneo hilo. Atakusaidia. Ukijaribu kwa njia zingine, ukijaribu kuchapa fimbo haisaidii. Ukijaribu kukemea haitakusaidia. Ukimtenga haitasaidia. Mtafute Roho Mtakatifu aweze kukuongoza jinsi ya kufanya katika hili. Amwombee huyo mtoto wako ambaye yuko katika changamoto ya kutisha, yuko katika ukingo wa kupotea kabisa. Roho Mtakatifu atakuonyesha jinsi ya kufanya katika hilo. Haleluya. Kwa hiyo shida na mahitaji yetu na msaada tunaotaka itufikie, changamoto iweze kutatuliwa na Mungu, mpe nafasi msaidizi ambaye Yesu Kristo amesema anamtuma.
Haleluya. Kwa hiyo hata shida yako nyingine yoyote iwayo, si mtoto tu mwenye mazingira magumu ya rohoni, sio mtoto yule wa kiume ambaye ametupwa na jamii haioni jinsi itakavyoweza kufaidika tena huku. Lakini hata wewe unapopata ugonjwa au shida, Roho Mtakatifu anaweza kukuombea jinsi inavyopasa. Kuugua kusikoweza kutamkwa, na hivyo ugonjwa wako ukawekwa mbele za Mungu inavyotakiwa, na uponyaji uweze kushuka. Ndio sababu wagonjwa wetu wengi hawaponywi siku hizi tunapowaombea. Hatujajua ni kwa nini. Hatujampa nafasi yule mwombezi anayejua kuomba inavyotakiwa. Nakumbuka Mungu anasema akuponya magonjwa yako yote. Sio nusu moja hapa moja pale, hapana. Zaburi 103 na mstari wa 3 anasema hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Shetani ambaye ndiyo mongo anapoleta haya matatizo na nini, na anakusahaulisha kwamba utafute kwa nguvu yako mwenyewe, yeye ni mwongo. Mungu hajasema kwamba ataponya ugonjwa aina fulani tu. Hapana, akuponya magonjwa yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Si ajabu kuna hata magonjwa mengine ambayo hatujayajua majina yake, au labda hayajatokea sasa hivi. Yeye Roho Mtakatifu anayajua. Bwana Yesu asifiwe. Atashughulika nayo. Anajua dawa yake, anayajua, na anajua dawa yake ya kuyatibu. Bwana Yesu asifiwe. Na ili Roho Mtakatifu akuombee jinsi apendavyo Mungu juu ya taabu yako na juu ya shida yako, lazima uwe mshirika wake, muwe marafiki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna mahali pa kuanzia, ujae Roho Mtakatifu. Katika makanisa mengine sio hili, wanadharau sana hiyo sehemu ya Roho Mtakatifu. Watasema mambo mengine yote, lakini mambo ya kujazwa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha kwao wanasema yamepitwa na wakati. Na waonea huruma. Bwana Yesu asifiwe. Ujae Roho Mtakatifu kwa ishara ya kunena kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe. Na usiwe pamoja na wale ambao wamemweka pembeni. Paka kiongozi mmoja mkubwa sana wa kanisa moja kubwa sana duniani alisema, hatuwezi kuongozwa katika karne hii ya teknolojia na kitabu kilichopitwa na wakati chenye umri wa miaka 2000. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama mlisikia hiyo kauli, lakini kiongozi mmoja mkubwa anaongeza mabilioni ya wanadamu duniani katika dini moja, akasema hatuwezi kuongozwa na kitabu cha miaka 2000. Sasa kama kitabu hiki cha Mungu wetu miaka 2000 kimepitwa na wakati, je, Mungu wa miaka mamilioni, je, si ndio kapitwa wakati kabisa? Umeona Lakini sisi kwa kanuni hii tutaendelea. Kanuni hii inasema yuko Roho Mtakatifu ambaye ninawatumia, na siku 53 tu baadaye huyo Roho Mtakatifu kweli akaja na amekuwepo duniani, na akasema atakaa na nyinyi milele. Kwa hiyo huyu Roho Mtakatifu amekuwepo miaka 2000 hiyo iliyopita alipomtuma, mpaka sasa hivi yupo na atakuwepo mpaka ambapo atakuja kumchukua mwenyewe wakati ule tutakapoondoka kutoka huku tuende kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tumtegemee huyu Roho Mtakatifu wa milele yote. Hata leo hajapitwa na wakati, yeye yupo kila wakati na yuko tayari kutusaidia. Haleluya. Na kama kazi zake nyingi zilivyo, katikati ya hizo tumesema hiyo mojawapo ya kumsaidia mzazi ambaye yuko katika mazingira magumu ya rohoni, au ana mtoto aliyeko katika mazingira magumu ya rohoni. Huyo Roho Mtakatifu atamsaidia katika hilo, lakini vile vile hata katika mengine mengi ambayo tunayapitia. Bwana Yesu asifiwe. Anakufariji, anakutia nguvu, anakuinua, na mahali pengine anasema tunaponena kwa lugha kwa mfano, ambayo ni mojawapo ya faida baada ya kujaa Roho Mtakatifu, tunaponena kwa lugha tunajijenga wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na ninapenda sana kutumia huo mfano, tunapojijenga wenyewe. Sikujua anamaanisha nini. Kila nilipowaza kujenga kuwaje, kuwa namna gani, ndipo nilipopata zile shuhuda za watu ambao wanapita katika mazingira ya kutisha. Wanapita, unaona, mtu anapigwa risasi lakini haimuingii, haimuui.
Ni nini? Ni mtu aliyejengwa kwa kunena kwa lugha. Roho Mtakatifu amemjenga huyu mtu, amefikia kiwango cha juu sana. Je, wewe umefikia kiwango gani? Unavyojichanganua, unavyojiangalia katika maisha yako, umejengwa kiasi gani? Watu wengine bado ni wadhaifu kiasi kwamba jaribu lolote linapotokea linambeba. Anapata watu anamsema vibaya mahali, tayari amekwazika. Nini? Hajajengeka, bado ni mchanga mno. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji kujengwa na Roho Mtakatifu. Yesu aliyesema kwamba ni muhimu yeye aondoke, arudi mbinguni ili Roho Mtakatifu aje. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu kuja anasema, jamani, ni faida kwenu mimi niondoke. Ni faida. Nikikaa hapa ni kama ni hasara kwenu mimi Yesu kuwepo hapa duniani. Yesu anayeponya, Yesu anayefanya miujiza mikubwa namna hii, eti ni faida zaidi aondoke aje Roho Mtakatifu. Kwa maana kwamba Roho Mtakatifu atayatenda yale yote Yesu aliyokuwa anayafanya kwa ufanisi mkubwa zaidi. Haleluya. Kwa hiyo ni faida kwetu kwamba Yesu alirudi mbinguni, Roho Mtakatifu akaja. Maana sasa anaweza akawa pamoja nasi. Kwa sababu Yesu Kristo akiwepo duniani alikuwa mahali pamoja kwa wakati mmoja. Hawezi kuwepo kila mahali kwa wakati mmoja. Yuko pale Nazareti au pale Yerusalemu, unamtaka, una shida naye, upande ndege uende mpaka Yerusalemu. Baada ya pale utafute yuko kwenye kijiji gani. Haitakuwa ngumu sana, maana maelfu ya watu wako wanamngojea. Halafu nao ungojee dakika yako ya kumfikia. Kila mmoja sio ataongea naye kwa sekunde ngapi. Sasa nawe mpaka ufike, labda ni mtu wa milioni 1 kati ya wale wanaotaka kumuona. Lakini Roho Mtakatifu yeye anakuwepo duniani kote kwa wakati mmoja, akifanya mambo yote kwa wakati ule mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Yuko kwa watu wote bilioni 7 kwa wakati huu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akasema ni faida kwenu mimi niondoke, maana nisipoondoka yule wa kukaa ulimwengu mzima kwa wakati mmoja hatakuja. Haleluya. Na katika shida ulio nayo ni ipi? Wakati wowote Roho Mtakatifu anasema niko tayari kukusaidia. Ameitwa msaidizi na yeye atakusaidia. Na je, kuna faraja yoyote ambayo unahitaji katika maisha yako sasa? Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kufariji. Ndio anaitwa hivyo, yeye ni mfariji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana kama tulivyosema kwamba hata tuacha yatima, wakati wote tunapolia analia pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Anaipenda hiyo kazi, ndio iliyomtoa mbinguni na amekuja aifanye. Kwa hiyo watoto wako ebu wakabidhi kwa Roho Mtakatifu, yule msaidizi, ili ule uhuni wowote ambao shetani amepachika juu ya maisha yao uweze kuondoka. Roho Mtakatifu anaweza akauondoa. Kwa njia gani sisi hatujui. Yeye ana uwezo. Yeye ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ni Mungu. Atakusaidia wewe, anamsaidia mtoto aliyeshindikana, wote anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Na anapokuja Roho Mtakatifu tumeshasema kwamba ukiangalia pale Matendo sura ya 2 unamuona jinsi alivyokuja, kwamba kuona kwamba amekuja. Bwana Yesu asifiwe. Kuona kwamba amekuja, kila mtu ambaye alimpokea wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Roho Mtakatifu anapotamka zile lugha, sio kwamba kuna watu nimewaona wanakasirika, wanasema kwa nini mnatuambia Roho Mtakatifu anakuja na kunena lugha ambayo hatuielewi? Hajatumwa kwa ajili yako wewe ulioko kule pembeni, ambaye huna haja na Mungu. Yule aliyeko pembeni sawa, yule ambaye ana hamu na haja na Mungu anamtafuta, huyo sawa. Anaweza Mungu akatumia lugha mkamsikia akisema kama walivyosema hapa, akasema na walikuwa kwa Yerusalemu Wayahudi wakikaa watu wataua. Matendo 2:5. Wakikaa watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Hawa ni wataua, walikuwa wamekaa pale Yerusalemu kwa ajili ya kumbariki na kumtukuza Mungu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja
aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Sasa unasema leo mbona hatuoni hiyo? Kuna sehemu zingine inatokea hiyo. Mtu akanena lugha ya mtu mwingine ambaye haijui yeye mnenaji haijui, lakini msikilizaji kule anaifahamu ile lugha. Kwa nini Mungu anafanya hivyo? Ni wakati anataka yule mtu kumvuta kwa injili ya Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hiyo ndio inaweza ikatokea, lakini si kwamba lugha zote lazima uelewe, kwa sababu kati ya faida au kati ya sababu za kunena kwa lugha, mojawapo ni kwa ajili ya kuongea siri zako wewe na Mungu. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 na mstari wa 2 anasema kwamba mstari wa 2, maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, kwa sio lazima watu wamuelewe, bali husema na Mungu, maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekusudia namna hiyo. Hatuwezi kumuuliza kwa nini umefanya hivyo, lakini tunajua ya kwamba Mungu ana kusudi jema. Anataka kunena na wewe mambo ya siri za roho yako. Wewe unanena siri zako na Mungu, na ukitaka kujua tafsiri yake unaweza pia ukamwomba. Bwana Yesu asifiwe. Ni kibiblia kabisa kuomba uelewe unacho kisema. Anasema hapo mstari wa 5 kwa mfano wa Korintho wa kwanza 14 mstari wa 5, nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha, lakini zaidi sana mpate kuhutubu, maana yeye hahutubuye ni mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha, isipokuwa huyo anenaye kwa lugha afasiri, ili kusudi kanisa liweze kujengwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza ukamwomba Mungu. Mstari wa 13 wa Korintho wa kwanza 14:13, kwa sababu hiyo yeye anenaye kwa lugha na aombe apewe kufasiri. Kwa hiyo unaweza ukanena kwa lugha, ukaomba ukanena kwa lugha, ukaomba kwa lugha, na ukamwomba Mungu upate tafsiri ya hiyo lugha umeongea nini. Ni Biblia kabisa, unaruhusiwa na unaweza ukafahamu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na faida nyingine kwa mfano ambayo imesema pale wa Korintho wa kwanza 14 mstari wa 4, yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kujijenga nafsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muhimu kujijenga nafsi. Na kati ya faida zingine za kunena kwa lugha, unaomba vizuri. Biblia inasema wa Korintho wa kwanza 14:17, maana ni kweli wewe washukuru vema, bali yule mwingine hajengwi kwa sababu umenena kwa lugha. Pale mstari wa 16, kwa maana wewe ukibariki kwa roho au kwa lugha, yeye akatie katika mahali pa mjinga ataitikaje amina baada ya kushukuru kwako, ikiwa hayajui usemayo? Ni kweli unashukuru vizuri vyema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kunena kwa lugha kuna kufanya uombe vyema, umshukuru vyema Mungu unaponena kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe. Na nena sana kwa lugha. Wewe mtu ambaye unazo changamoto umeziona katika maisha yako, mtoto wako amekusumbua sana, hujui cha kufanya, nena sana kwa lugha. Utashangaa baada ya kuomba kwa lugha muda mrefu, mawazo yanakujia mazuri jinsi ya kufanya, kipi cha kufanya. Maana Roho Mtakatifu anapitia katika kukuonyesha cha kufanya, na yeye mwenyewe anajua jinsi ya kumgeuza yule mtu ambaye anamhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Nena sana kwa lugha, ujae ujasiri wa kuweza kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka shetani anao ujuzi mwingi katika kuwajaribu na kuwapeleka wanadamu motoni. Kama unataka kuwa na uhakika wa hilo, angalia alivyoiharibu dunia yote wakati wa Nuhu samani. Wakati wa Nuhu shetani akawa ameiharibu dunia yote kwa sababu ya umahiri wake ule alionao katika haya mambo. Yuko mmoja tu ambaye anamuweza, ni Roho Mtakatifu, yeye ni Mungu. Lakini sisi kwa nguvu zetu hatutaweza. Miaka 8,000 akiwajaribu wanadamu kwa mafanikio makubwa sana, na wewe mwanadamu uliyezaliwa jana tu hata miaka 20 huna,
Hapana, tumtegemee Roho Mtakatifu. Usikubali kukaa bila huyu Roho Mtakatifu. Haleluya. Yeye atakapokuja na majaribu yake na nini, shetani, Roho Mtakatifu atainua kiwango cha kuweza kupambana naye. Mitego yote alionayo na njia zake zote na kona zake alizonazo, Roho Mtakatifu anazijua zikiwa mbali. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na walio dharau ushauri huu wamejikuta wakiharibikiwa vibaya mno. Sikubali kuishi duniani bila nguvu ya Roho Mtakatifu. Huu ni uwanja wa vita. Nguvu mbili zinapingana na kupigana. Na bilioni 8 za wanadamu ziko katika njia mojawapo kati ya hizi. Na Yesu akasema wengi wao wako katika njia pana au njia ile ya shetani. Na kupigana vita hii ni lazima. Hakuna mtu atakayesema kwamba mimi sitaingia vitani. Ni lazima kwa kila mtu. Kwa hiyo huna njia, huna uchaguzi, mtu wa Mungu. Mchukue yeye Roho Mtakatifu. Anaposema chukueni silaha zote ili muweze kupingana, mojawapo ni hiyo. Ujae Roho Mtakatifu, ujue kunena kwa lugha, maana hiyo ndio mojawapo ya zile silaha za kupigana. Moja ya silaha za kupigana vita hivyo. Ndio sababu anatoaga ile mifano ya yule mama aliyetekwa, na waliambiwa kwenye mafunzo kama haya, kaambiwa ujae Roho Mtakatifu na unene sana kwa lugha. Utakapotekwa usiseme kwa lugha ya kawaida. Usiseme Kiswahili au Kiingereza au lugha wanayojua wale watekaji. Lakini wakuulize maswali, wajibu katika Roho Mtakatifu. Wakuulize maswali, wewe ongea katika Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe ni silaha kabisa ya kupambana na watu wanaopigana vita. Bwana Yesu asifiwe. Jaa Roho Mtakatifu, mtu wa Mungu. Nena sana kwa lugha kila mahali, kila wakati. Wengine wanasema mpaka 95% yako ya maombi iwe ni kunena kwa lugha. Ile 5% tu peke yake iwe ndio ya maneno ya lugha ya kawaida. Ndio utashangaa unakuwa na hekima katikati ya watu, mahali penye tatizo gumu sana, wewe unakuwa na ushauri wa maana. Kwa nini? Roho Mtakatifu anatumia nafasi hiyo kuweza kukutoa na kukuamua katika hapo panapohitaji ushauri mkubwa. Kwa hiyo binti huyo alipokamatwa na majambazi kule, wale watekaji, naye alijibu kwa Roho Mtakatifu. Alinena kwa lugha mpaka dakika ikafika, wakamwachia silaha, wakamwachia gari, wakamwachia maisha yake, akaenda navyo, sio alienda kufanyia nini, lakini lugha ikamwokoa. Hakujua anachokisema. Yale maneno unayoyasema uhitaji kuyajua, mpendwa. Lakini unapoyasema wewe, Roho Mtakatifu anajua jinsi anavyoyatumia. Majeshi ya malaika wa Mungu wanaokuzunguka wewe, wanakuhudumia wewe. Unapotoa yale maneno unayoyasema wewe usiyoyajua, wao wanayaelewa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndicho ambacho anaweza akafanya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mama yule akaweza kupona. Wao nchi yao iko katika hali ya kivita na nini. Sisi nchi yetu haiko katika kivita, lakini utekaji umekuwa unatokea. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Utekaji umekuwa ukitokea. Sasa wale wanaotekwa, wao wajue kunena kwa lugha. Waongee na wale watu kwa lugha. Watamke. Wanakuwa tu kama vichaa. Kwa wale watekaji wanakuona wewe kama kichaa, lakini wewe unajua unachokifanya. Na malaika wanaokuzunguka ambao Mungu amewaweka, Waebrania sura ya 1 mstari wa 13 na 14. Je, malaika hao si roho wanaohudumu kwa ajili ya wale watakao urithi ufalme au uzima? Kwa hiyo Roho Mtakatifu anajua jinsi ya kuamsha wale malaika. Kwa hiyo wale malaika unawaambia mene, wanajua kwamba mene ni nini. Ufalme wako umepimwa na ukaonekana umepungua. Kaneno kamoja, lakini tafsiri yake maneno yote hayo. Haleluya. Kwa hiyo unanena ile lugha, na malaika katika ulimwengu wa roho wanatumia kwa ajili ya kukukwamua wewe katika shida hiyo. Kwa hiyo mojawapo ya silaha hizo katika hii vita ambavyo tumesema kwamba wanadamu wote wako katika vita, na hakuna ambaye atasema kwamba mimi siko vitani, na sio ya uamuzi.
Usipokuwa upande wa Mungu, uko upande wa shetani, upende usipende. Kwa hiyo upigane vita hii vyema na kushinda, jaa Roho Mtakatifu. Na maisha bila Roho Mtakatifu ni magumu sana. Ni maisha tasa, maisha yasiyozaa chochote. Na sisi kama watu ambao tumejitoa tuende kwa Mungu, tunapaswa tuwe wa faida. Yesu amesema pale Yohana 15 kwamba Yohana 15 na mstari wa 16 kwamba ametuokoa au ametuita ili tukazae matunda na hayo matunda yakapate kukaa. Sasa utazaaje matunda bila Roho Mtakatifu? Ni Roho Mtakatifu akuwezeshe kuzaa matunda na hayo matunda yapate kukaa. Na unapojiangalia maishani mwako ukaona kwamba huna chochote cha kuonyesha, ukumbuke Yesu amesema pale Yohana 15, kila tawi lisilozaa hukatwa na kutupwa motoni. Kwa mpendwa, kama amekuita ili uzae matunda, na alafu umekaa ukaona badala ya kuzaa matunda ndio kwanza unatumika tena katika ufalme ule mwingine, watu hawawezi kuiga tabia yako. Watu hawawezi kuona chochote ambacho ni cha kuburudisha katika maisha yako. Basi hebu jua uko karibu na kukatwa. Na wapo wanaokatwa, wapendwa, zama hizi. Usikubali kukatwa. Haleluya. Zaa matunda unayoyaona na hayo matunda yakae. Haleluya. Na endapo umeona maisha yako yanakuwa jangwa namna hiyo, kuna mahali pa kupata maji ya kuweza kuligeuza jangwa lako ligeuzwe kuwa msitu kuwa msitu. Msitu kwa kawaida ni mahali palipostawi miti. Haleluya. Au kugeuza jangwa lako liweze kuwa shamba linalozaa sana. Maisha yako yazae sana, kijana, ujae Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. La sivyo, bila hivyo unakuwa wewe ni chombo kwa ajili ya wale wengine walioko kule nje. Tumesema huwezi kuwa katikati. Huwezi kusema kwamba mimi sio mchungaji, kwa hiyo bwana hayo mambo achie, mimi naendelea na ya kwangu huku. Lazima ukae upande wa Yesu Kristo akusaidie kwa kujaa Roho Mtakatifu, na hivyo uweze kuwa mtu ambaye unazaa matunda. Unajijua wewe mwenyewe uko upande gani. Haleluya. Sio kwa sababu unakuja hapa kanisani kila Jumapili na Jumatano labda au na katikati ya wiki. Hapana. Lakini unajijua kabisa, maisha yangu kwa kweli nikiangalia sioni chochote cha maana. Saa nyingine upendi ibada, upendi maombi. Kinachokufurahisha wewe unakijua. Haleluya. Siwezi kusema. Wako watu ambao kabla tamthilia ya kwenye TV haijaisha anaweza akakueleza mpaka mwisho wake ni mpenzi wa tamthilia. Lakini ya Mungu hapana. Jamani, tujae Roho Mtakatifu, huyu atuendeshe. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini ambacho kinakufanya uwe uchangamke wewe? Ni mambo ya Mungu. Kama sio mambo ya Mungu, basi kuna tatizo. Hebu chunguza. Mwendee Mungu, mwambie Mungu ninahitaji msaada. Haleluya. Mwendee Mungu, yeye atakusaidia. Na unapojaa Roho Mtakatifu wewe utawaokoa na wenzako wanaokuzunguka. Yule ndugu yako aliyekufa wakati ule, je, uliwahi kumwambia habari za Yesu? Je, aliwahi kuona kitu katika maisha yako ambacho kilimshawishi kimfanye amgeukie Mungu? Tafuta. Bwana Yesu asifiwe. Maana hatuwezi kuendelea kukaa katika usingizi na kuangalia tu na kungojea bora liende. Napowauliza watu kuhusu anaenda mbinguni au motoni, wote wananijibu kwa haraka sana. Hakuna anayetaka kwenda motoni. Waulize njia ya mbinguni wanaijua? Wote mara nyingi huwa wanakuwa hawajui. Wanajua ambayo si kweli. Kwa mfano, watakwambia kwamba mimi naenda mbinguni, njia ni ipi? Matendo mema. Sehemu kubwa watakwambia ni matendo mema. Mimi naenda mbinguni, njia ninayotumia ni matendo mema.
Na wewe Mkristo ulioko hapo unasema ndio kweli, si aliimba hata hivyo yule matendo, matendo. Utajuaje kwamba ni Mkristo? Matendo. Hapana wapendwa. Njia ameandika vizuri sana Yesu Kristo mwenyewe. Akasema yeye ndiye njia, kweli na uzima. Na wanadamu hawajui. Unamwambia haya basi, kama Yesu ndiye njia, tunamfanyaje kuwa njia? Pia hawajui. Kwa kwenda kanisani. Hapana. Mfanye kama yule kibaka, yule mnyang'anyi pale msalabani. Alisema kwa kweli mimi, kwa hali yangu mimi naenda motoni, lakini matendo yangu haya mabaya ndio yananifanya niende motoni. Na baada ya hapo alichofanya, alisema nikumbuke Bwana Yesu. Kwa hiyo haitoshi tu kujua kwamba ni mwenye dhambi kaishia hapo, kasema nitafuta haya kwa kuomba nisamee na kufanya matendo yangu yawe mazuri zaidi. Ni kweli kila mtu ambaye anapaswa kwenda mbinguni anapaswa kuyatenda matendo mema. Hiyo ni muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini njia ni Yesu Kristo. Kisha ingia njiani, Yesu amekuwa njia yako kwa kumfanya kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sasa tenda matendo yote mema unayoyafikiria. Haleluya. Maana usipopigana, anasema unakufa mpendwa. Ukikaa hovyo hovyo tu bora liende, unaondoka. Maana huyu anayepigana na wewe, yeye hapigi hewa, anapiga shabaha kamili. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ameshakuja, ameshakuwepo katikati yetu. Yeye ndiye amiri jeshi mkuu katika vita hii, na unapokuwa upande wake, uko upande wa kushinda kwa lolote lile ambalo utapambana nalo. Hata kama ndio huyo mtoto wa mazingira magumu, uko upande wa kushinda. Unamuona yule mtoto sasa, anza kumsemea mazuri kwamba wewe utakuwa mtu mkubwa, wewe utafanikiwa. Nini? Jeuri yako ni nini? Jeuri yako ni naye Roho Mtakatifu. Haleluya. Katika hiyo vita utashinda. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linakuambia hata kama ni mjinga, maadamu unamtegemea Roho Mtakatifu, utapita, utatoboa. Isaya 35 mstari wa 8. Haleluya. Yeye Roho Mtakatifu atakusaidia safarini. Yeye kama mwalimu atakufundisha. 14:26 tumeisoma pale. Bwana Yesu asifiwe. Atakukumbusha wapo katika matatizo, katika magonjwa, ikiwa umeshushwa moyo, Roho Mtakatifu atakuinua. Bwana Yesu asifiwe. Atawatia kwenye kweli yote. Hata anayoyasikia kule mbinguni atakuja kuwapasha. Kumbuka Yesu alisema kwamba ninayo mengi ya kuambia hata sasa, lakini hamna uwezo wa kuyasikiliza au ya kuyavumilia. Lakini atakapokuja yeye yule, atawafundisha yote na kuwatia na kuwaongoza katika kweli yote. Yohana 16 mstari wa 13. Bwana Yesu asifiwe. Hauwi gizani tena. Anaijua vyema njia ya uzimani, njia ya kupeleka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa imani, sisi tunatembea tu kwa imani, hatujui, hatuoni linaloendelea. Isikutie wasiwasi mpendwa. Yuko Roho Mtakatifu anayejua hii njia, anayelijua hili giza vizuri. Yeye atakupeleka mpaka pale ambapo unatakiwa kwenda. Letu sisi ni kumtii tu Roho Mtakatifu anapotoa maelekezo yake. Haleluya. Haleluya. Usipuuze ushauri wake, wala ushauri huu tunaokupa ni kwa faida yako, ili maisha yako hapa duniani yawe ya faida kwa aliyeyaweka, yani Mungu, na kwa wale wanaokuzunguka mpate huyu Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Atakufanya usimpite mtu ambaye anaelekea kwenda kujinyonga. Si kuna watu zama hizi, kuna watu wanakuwa na misongo ya mawazo mpaka maamuzi anaona ni kwenda kujinyonga. Amegombana na mke wake au amegombana na mume wake, na anaona kilichopo ni kunywa sumu tu. Lakini Roho Mtakatifu ukiwa naye atakufanya tu umchokonoe yule mtu. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ni wa muhimu jamani. Unaokoa nafsi zingine ambazo zinataka kujinyonga kwenda motoni. Ukijinyonga unaenda motoni, si ndio? Watu waliokata tamaa ya maisha
Bwana Yesu asifiwe. Na Roho Mtakatifu huyu atakupa hata hekima, busara, maarifa ya kuokoa dunia. Ilitokea hivyo kwa Yusufu kule Misri. Bwana Yesu asifiwe. Na haya yataweza kukufanya wewe ambaye ni mfanyakazi upate heshima kubwa na cheo kazini kwako mbele ya wakuu. Ukimwangalia Danieli sura ya 2 mstari wa 28 na kuendelea pale, utaona jinsi ambavyo aliinuliwa juu sana. Maana Roho Mtakatifu aliweza kudhihirika ndani ya Danieli. Bwana Yesu asifiwe. Na tuwe madanieli wa leo ambao tutampa Roho Mtakatifu nafasi ya kujionyesha na kujidhihirisha duniani ili Mungu aweze kupata utukufu anaostahili. Bwana Yesu asifiwe. Na tufanyeje ili tumpate Roho Mtakatifu? Kwanza lazima uwe umeokoka. Kuokoka nini? Kuwa tayari kuacha uovu na dhambi na kujitambua kwamba ni mwenye dhambi na kumgeukia Bwana Yesu, kumpa nafasi maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi nikiwauliza watu kule, mimi nimeokoka, ili kukatisha mazungumzo nisije nikagusa dini yake. Maana watu wanang'ang'ana na dini badala ya kung'ang'ana na kumjua Mungu wa kweli. Ng'ang'ana na dini. Maana nikiwa na dini yangu watanizika, sijui vitu gani. Lakini ni vizuri useme ukweli. Usifiche udhaifu wako, maana mauti itakuumbua. Bwana Yesu asifiwe. Maana wanasema akiwa mlokole kama yule, sasa hatauza tena zile pombe zake na zile sigara zake. Na hata hivyo dini yangu nayo ni nzuri pia. Hapana, hakuna dini nzuri jamani. Yuko Yesu aliye mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Au haidhuru dini zote basi ni nzuri. Wewe unapong'ang'ana kutokupokea injili hii, hasara ni ya kwako. Sisi tumeshanawa damu yako kwenye mikono yetu. Dini haijali wewe unaenda motoni au peponi. Ila wanataka tu washirika wapate mali, wapate fedha, wapate sadaka. Kwa hiyo kitu cha kwanza uwe umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu cha pili uwe na hamu na kiu. Mathayo 5 mstari wa 6 inasema, heri wenye kiu ya haki. Bwana Yesu asifiwe. Heri wenye kiu na njaa ya haki, maana hao watashibishwa au wataondolewa kiu yao. Yohana 4:14 Yesu anasema, yeyote mwenye kiu aje kwangu anywe maji. Bwana Yesu asifiwe. Yohana 4:14. Walakini yeyote atakaye kunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa atakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujikia uzima wa milele. Imesema vizuri zaidi katika Yohana 7:38. Yohana 7:38. 37. Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Mtu mwenye kiu ambaye amekaukiwa anaambiwa kuna uwezekano wa kuwa na maji yanayobubujikia, mito ya maji kububujika ndani mwake. Lakini sharti la kwanza huyo mtu awe na kiu. Kwa hiyo jamani, tuwe na kiu na Roho Mtakatifu. Nimezungumza faida za Roho Mtakatifu hapo nyuma, jinsi anavyoweza kukuimarisha akakufanya ukawa imara mpaka ukatoka katika mikono ya watu wabaya, mpaka hata unatiwa risasi huku haikugusi wewe. Unaona? Au inapita kwa jinsi tusivyoijua. Imetokea katika kizazi chetu hiki jamani. Ukitaka kuuliza, muulize Binta Jalingo, nenda kwenye YouTube umtafute Binta Jalingo kule Nigeria. Alipigwa risasi hivi kwa sababu ameokoka katika nchi ya Kiislamu ambayo ni siasa kali za Kiislamu, lakini haijulikani ilipita pitaje, ila ilifumua kiti huko na ukuta. Nini? Ni mtu aliyejaa. Wewe hujui udhaifu wako na unyonge wako, labda kimwili, kiroho na kinini.
lakini yuko Roho Mtakatifu anayengojea kujaa ndani yako. Sasa umjae. Ni lini? Utakapompata huyu Roho Mtakatifu. Na kwa hiyo uwe na hamu na kiu ya huyu Roho Mtakatifu anaweza kufanya haya katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na hamu na huyu Roho Mtakatifu ambaye atakusaidia hii changamoto ya mtoto wako wa kiume ambaye ameharibika, ambaye hakuna kitu chochote cha kuweza kumuondoa katika shida aliyopo, katika stage ambayo amefikia mahali ambapo ni pagumu. Kama ni sober house umempeleka, haijasaidia. Sasa yuko Roho Mtakatifu kutoka mbinguni, yule aliyeumbaga wanadamu, yule ambaye mwili wa mwanadamu ulipita kwenye mikono yake akautengeneza, anaweza akang'oa hizo kiu za kuzimu zote ambazo shetani alikuwa amezipanda. Sasa uwe na hamu na kumpata huyo mwenye ufundi huo. Bwana Yesu asifiwe. Halafu la mwisho, ili umpate Roho Mtakatifu jamani, uombe. Luka 11 na mstari wa 11 anasema maneno yafuatayo. Luka 11 mstari wa 11, maana ni yupi kwenu aliye baba ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe, au samaki badala ya samaki atampa nyoka, au akimwomba yai atampa nge? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Kwa maana kwamba endapo unaenda kwa Mungu unamwomba Roho Mtakatifu, hutarajii akujaze Roho Mtakatifu. Unamfanya kwamba Mungu ni mbaya kuliko nyinyi wanadamu ambao mnajijua mlivyo wabaya, si ndio? Unamfanya Mungu ni mbaya kuliko hata nyinyi wanadamu. Hapana, isitokee hivyo. Weka imani kwako kwa Mungu. Pokea kwa imani. Anasema atazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao. Kwa hiyo unaweza ukatoka kwa ujasiri, kwa furaha na kwa shukrani, moyo uliochukua Roho Mtakatifu kutoka kwa Baba yangu. Haleluya. Kila ambaye ameamini, amekwisha kuokoka, amempa Yesu nafasi katika maisha yake, na amekuwa na kiu ya kumpata Roho Mtakatifu, halafu amemwomba Mungu Baba, apokee kwa furaha. Kwa hiyo tunaenda kwa Mungu kwa kweli tukiwa na mioyo ambayo iko wazi kupokea Roho Mtakatifu. Naenda sasa kupokea sehemu yangu ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Mungu ana hamu kuwajaza Roho Mtakatifu. Ndio sababu hapa amesema, je, Baba yenu aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu wale wamwombao? Mungu yuko pale na Roho Mtakatifu. Anaangalia ni wapi, ni nani atakaye niomba Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe nyosha mkono juu na kusema, ni mimi, niko tayari. Baba, ninamhitaji Roho Mtakatifu. Nimejua jinsi ambavyo Roho Mtakatifu ananifaa, jinsi ambavyo atanifanya niweze kuwaokoa ambao wanaenda kufa, jinsi ambavyo nitajiokoa mwenyewe katika shida na matatizo na changamoto ambazo nimejikuta kwazo. Naenda kupokea yule ambaye anaweza. Haleluya. Roho Mtakatifu. Mungu yuko tayari kumpa yeyote ambaye anamwomba Roho Mtakatifu, kama alivyosema Yesu Kristo, je, Baba yangu hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu wao wamwombao? Kwa hiyo Baba hutoa Roho Mtakatifu kwa furaha sana kwa kila aombaye. Bwana Yesu asifiwe. Na shetani anapinga sana ili swala la kunena kwa lugha. Kuna sababu nyingi zinazomfanya hivyo, lakini kubwa zaidi sana ni kwamba hasikii, haelewi unachokinena na Mungu. Na kila unaponena kwa lugha unamaliza kazi zake na nguvu zake zinaisha. Jamani, adui yetu tuliye naye ni mkuu sana na ana nguvu sana na ana uwezo na hekima, maarifa na nini, lakini tunaye aliye juu yake. Haleluya. Huyo ni Roho Mtakatifu. Usikubali kupiga hatua moja zaidi katika maisha yako unapoishi hapa duniani bila kujaa rafiki yako mkubwa, msaidizi, mwalimu, kiongozi, mfariji. Haleluya. Na mengine unaweza ukayaongezea Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa maneno hayo basi nifikie kusema kwamba hebu tumwambie huyu Roho Mtakatifu, kila mmoja
Simama pale ulipo, simama pale ulipo. Halafu tumwambie Roho Mtakatifu tunavyomhitaji. Tumwambie Roho Mtakatifu jinsi tunavyomhitaji. Simama nikiwa nimeweka kiu ndani yako. Maneno haya mengi niliyoyasema ni ili kukutia kiu, kukufanya uchangamke, ujue ni fursa yako na wewe ukiwa hapa duniani. Usingojee kujazwa Roho Mtakatifu kisha kufa. Usingojee kunena kwa lugha ukisha kufa. Haitakusaidia wakati ule, wala haitamsaidia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anataka kutumie wewe. Hili ni jeshi kubwa sana. Tunaweza tukaugeuza ulimwengu kwa hili jeshi la watu hawa wachache hapa mlipo. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu. Lakini tujae Roho Mtakatifu kwa ishara ya kunena kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usifanye kama wale wengine waliodharau wakaweka pembeni, wa hasara ni wao tu. Ila sisi tutaingia kuzipata faida za Roho Mtakatifu. Huyo atatusaidia changamoto zetu tulizonazo. Wale watoto ambao wametushinda, tabia zimetushinda, yuko ambaye anawaweza. Yuko kiboko yao. Kiboko yao ni Roho Mtakatifu. Na yuko kwa yeyote atakaye. Haya, kila atakaye aje kwangu anywe maji ya uzima bure. Haleluya. Kila atakaye. Kwa hiyo ndani yako kuwepo na kutaka, kuwepo na kiu, kuwepo na kumtamani huyu Roho Mtakatifu. Hebu mtamani Roho Mtakatifu. Hebu mwambie Mungu, ninamwomba Roho Mtakatifu. Hata usiposema maneno mengine yoyote, yuko tayari kumjaza yule atakaye Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu yuko hapa, anangojea kujaa juu ya kila mmoja. Wewe ambaye umeshanena kwa lugha, leo iwe siku ya kunena zaidi. Wewe ambaye hujawahi kujazwa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha, basi ni siku yako leo. Kwa sababu umeambiwa Mungu ana hamu kukujaza Roho Mtakatifu. Haleluya. Lakini kwanza tunaanzia msalabani. Haleluya. Wote hebu tuseme sala hii. Mungu Baba. Sauti sijaisikia. Mungu Baba, ninakupenda. Lakini dhambi zangu zimenitenga na wewe. Mshahara wa dhambi ni mauti. Na siwezi kushinda dhambi kwa nguvu zangu mwenyewe. Lakini umemtuma Yesu aliyemshinda shetani, yule Bwana anayenikokota kwenye dhambi. Alimshinda msalabani. Kwa kufa. Kamwaga damu yake. Siku ya tatu akafufuka. Yeye ndiye Bwana. Na ninamkaribisha maishani mwangu. Bwana Yesu, futa jina langu katika kitabu cha hukumu. Uliandike katika kitabu cha uzima. Asante Bwana Yesu. Umenifanya kuwa mwana wa Mungu. Umechukua dhambi zangu. Nami sasa ni mtakatifu, mwana wa Mungu. Katika jina la Yesu. Amen. Kama umeomba sala hii, hata wewe uliokuwa unanitazama huko, kama umeiomba sala hii kwa moyo wote, Mungu amesikia na amekufanya mwana wa Mungu. Baada ya kuwa mwana wa Mungu, hebu uwe sasa na hamu ya kumpata Roho Mtakatifu. Usipende kutembea hatua moja zaidi bila Roho Mtakatifu. Basi kwa sababu umeshajitayarisha, Biblia inasema mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ili hekalu la Roho Mtakatifu sasa likamjae yeye mwenye mali yake. Haleluya. Na yeye yuko anangojea, alikuwa anatamani wakati kama huu ufike. Na wewe umeufanya ufike kwa kukubali kumkaribisha Yesu moyoni na kujisafisha na kujitakasa na kuwa na kiu na Roho Mtakatifu. Kusimama kwako hapa na kuomba pamoja na mimi, umeonyesha una kiu na Roho Mtakatifu. Sasa nenda kumwambia Mungu ukipokea kwa imani. Maana amesema yeye aombaye Roho Mtakatifu Baba humpa. Yuko tayari kumpa wakati wowote, saa yoyote, dakika yoyote. Hebu twende mbele za Mungu sasa kumwambia, nijaze sasa Mungu Roho wako Mtakatifu nikapate kukutumikia. Hebu kwa maneno machache mwambie, karibu Roho Mtakatifu.
Mwambie karibu Roho Mtakatifu. Asante Baba kwa kunipa Roho Mtakatifu. Mwambie na upokee kwa imani kama ulivyopokea uokovu sasa hivi. Mpokee Roho Mtakatifu pia kwa imani, ukijua kwamba Mungu hasemi uongo. Amesema anayeomba Roho Mtakatifu anampa. Hebu pokea Roho Mtakatifu sasa kwa kumwambia Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya watumwa wako, asante kwa wajakazi wako Baba, wameomba kwamba wajawe Roho Mtakatifu, na neno lako limesema haya, kila aonaye kiu aje kwangu anywe bure, anywe maji ya uzima. Kila mwenye kiu Bwana, tunakuja kwako kukuambia sisi tumekuwa majangwa, maisha yetu hayana mazao. Kwa hiyo sasa tunahitaji maji. Jangwa ile ambayo ni maisha yetu yanamhitaji Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, shuka juu ya watu wako sasa. Hata yule anayesikia kule mbali na ambaye tumeomba pamoja naye Baba, umjaze Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu wako wa kuongoza watakatifu wako Baba, ajaye katikati yetu, tukazifanye kazi za Mungu, tukafanye kazi ambazo Mungu ametuletea duniani kuzifanya, kwa jina la Yesu Kristo. Kuwavuta watu pande zote, kaskazini, kusini, mashariki na magharibi, kila mahali. Bwana Roho Mtakatifu ukatusaidie, ujae ndani mwetu katika jina la Yesu Kristo. Karibu Roho Mtakatifu, karibu Roho Mtakatifu. Rabakata papa reke popurana basata kureana te papa sara dakatita randa kasiara na taraka seko rakaparan nariranda labaranama. Wewe ambaye umenena kwa lugha, wewe ambaye umenena kwa lugha, endelea kunena. Wewe ambaye ndio unapokea sasa, nena kwa imani kwa jina la Yesu Kristo. Makwasi koroko putaranda sai paparana kata tarekete papa yara nakaseko rakapala narerende teiri kapo mosara nakaita lakati ko mo poti rende kaseka rakaida nariranda sai na potaranaka kwarirana sura na Baba, katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Mungu, mwambie Roho Mtakatifu, mwambie Roho Mtakatifu, mpe nafasi, mpe nafasi, mpe nafasi, mpe nafasi Roho Mtakatifu, mpe nafasi Roho Mtakatifu, mpe nafasi Roho Mtakatifu. Mwambie unaruhusiwa Roho Mtakatifu kuja maishani mwangu. Roho Mtakatifu, mwili huu ni hekalu lako. Karibu Roho Mtakatifu. Baba, asante kwa kumtuma Roho Mtakatifu. Baba, asante kwa kumtuma Roho Mtakatifu. Asante kwa kumshusha Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu kushuka ndani ya watumwa wako hawa katika jina la Yesu Kristo, kwa ishara ya kunena kwa lugha. Bwana wa mabwana, maposa rabatara daka sekuraka papara na tere deke sekapa rapopo ira katatareke sakuraka papa ratorono mola barena matara laba. Jinsi wanavyomhitaji Bwana katika mazingira, katika mtoto wa mazingira magumu ya rohoni, katika mtoto huyu wa kiume ambaye ametupwa, ambaye amewekwa pembeni. Baba, Roho Mtakatifu huyu ataweza kutusaidia, tuweze kumsaidia mtoto huyu. Maana Bwana umetutuma tukawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Hii ni pamoja na watoto walio katika mazingira magumu ya rohoni, katika jina la Yesu Kristo. Karibu Roho Mtakatifu, ni wewe tu utakayetuwezesha. Kwa nguvu zetu hatutaweza. Huyu adui aliyewageuza, aliyewaharibu, ana nguvu nyingi kuliko sisi mara nyingi sana, na ujuzi mwingi anao, lakini wewe una ujuzi kumpita yeye, katika jina la Yesu Kristo. Karibu Roho Mtakatifu, karibu kayatende haya kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Nimeshuka Jehova Nisi, nimeshuka Baba yangu, nimeshuka kwenye kiti chako cha enzi. Randa badi katoro nomola barana masa motere na maladure na katutara na kasa mototo yepe ina atada sasa jajirere nemesika tataranata papa sai itata awaka na Baba ya kwati karuka sakarala, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru. Bwana wako wenye uweza, Bwana wako wenye nguvu. Baba, tunasogea Jehova, tunasogea Ebeneza, tunasogea Bwana wa vita, tunasogea Baba. Zaidi ya yote tunaomba Roho Mtakatifu, zaidi ya yote tunaomba Roho Mtakatifu, zaidi ya yote tunaomba kula na kushiba. Rababa ya atatisa kori katalala, katika jina la Yesu Kristo. Uweponi mwako pana uzima, uweponi mwako pana kufu
kufunguliwa. Uweponi mwako pana uzima tele. Uweponi mwako Jehova hatuna msaada mwingine. Msaada wetu ni wewe. Msaada wetu ni wewe uliyezifanya mbingu na nchi. Moyo wangu ukuadhimisha wewe. Roho yangu ya kushangilia inakushangilia Ebeneza. Roho Mtakatifu karibu. Roho wa Mungu karibu. Karibu tutende. Karibu fanye jambo jipya. Baba ninasogea. Ninasogea Baba yangu. Ninasogea kwenye kiti chako. Ninasogea kwenye madhabahu yako takatifu. Wewe ndiye niko ambaye niko. Wewe ndiye Bwana wa vita. Uliyetuambia siku 3 za kumtoa mtoto wa kiume polini mahali alikotengwa. Hatuwezi bila Roho Mtakatifu. Hatuwezi bila Roho Mtakatifu. Roho ya Bwana karibu. Roho ya Bwana karibu. Karibu Roho Mtakatifu. Karibu Roho Mtakatifu. Utujae Baba yangu. Utujae Ebeneza. Utujae Bwana wa vita. Nguvu yako iteremke. Nguvu yako iteremke. Tembea nikuone Bwana. Roho Mtakatifu karibu. Utujae Baba. Utujae kama ulivyomjaa Samsoni. Utujae Ebeneza. Utujae Bwana wa vita. Siku 3 za mageuzo. Siku 3 za kukumbukwa. Siku 3 Baba ambazo Bwana wa majeshi unatutembelea kama timu ya watoto. Unatutembelea kama timu nzima ya Promova. Unatutembelea kama familia yote ya Promova ambao saina wakati huu tuko pamoja Yesu. Mioyo yetu ina kiu. Mioyo yetu ina kiu. Hatuwezi kuingia vitani bila Roho Mtakatifu. Samsoni alitulia kwanza, ukamjaza nguvu yako, ukamjaza Roho Mtakatifu, na ndio maana akatembea na wewe katika ushindi, akatembea na wewe katika vita, akatembea na wewe katikati ya maadui. Roho Mtakatifu ulikuwepo. Roho Mtakatifu ulikuwepo. Ulienda pamoja na yeye. Ulitembea pamoja na yeye. Hakika wewe ndiye Mungu. Hakika wewe ndiye Baba. Roho Mtakatifu karibu. Moyo wangu na kiu. Moyo wangu na kiu. Moyo wangu na kiu. Moyo wangu na kiu. Ndani ya maombi ya siku hizi 3 Baba, tunaliadhimisha jina lako. Naliadhimisha jina lako. Uliye Bwana wa vita. Uliye nuru ya ulimwengu. Uliye mfalme wa wafalme. Katika damu ya Yesu. Katika damu ya Yesu. Fanya Roho Mtakatifu. Fanya Roho Mtakatifu. Karibu uyafanye Bwana yale yaliyoko katika moyo wa Baba kwa ajili ya kumtukuza Baba kwa jina la Yesu Kristo. Maana ulisema Kristo ulisema ya kwamba hatajitukuza mwenyewe, lakini atakutukuza wewe kama vile unavyomtukuza Baba. Karibu Roho Mtakatifu, kwa pamoja tuyatende yale ambayo Bwana yako katika agenda yako kwa jina la Yesu Kristo, kwa ajili ya ulimwengu wetu, kwa ajili ya jamii yetu inayotuzunguka. Roho Mtakatifu karibu. Karibu, jaa watoto wako, tuweze kuwaleta watu wengi kwako katika zama hizi ngumu Bwana ambazo zimejaa uovu wa kila namna. Roho Mtakatifu tunakuhitaji. Roho Mtakatifu kama ulivyojaa kwa watu wa kale unaokafanya mambo makuu, na leo Bwana bado tunakuhitaji katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Promova TV, a home of testimonies.